kuona. Hii ilikuwa ni ngazi ya elimu ambapo ukiangalia hata pia kwenye CV yetu hii hapa ni elimu. Baada ya ngazi ya elimu tutakwenda kuangalia experience, uzoefu. Tumeshapiga tayari mstari wetu kwa kutumia tagi kwa kutumia ile tagi yetu ya HR. Kwa nitakuja hapa sasa nitatengeneza heading nyingine, labda heading namba 3. Nitaweka hapa, nitafungua na kufunga kama kawaida. Katikati nitaweka heading yangu, labda niseme uzoefu, tuite uzoefu. Kumbuka heading 3 kidogo inakuwa ni ndogo kuliko heading 1, kwa hiyo kidogo natakiwa kidogo uweze kujua hizi headings zinatumika wapi na maeneo gani. Baada ya kuandika uzoefu hapa nitaweka paragraph, kuweka kidogo maelezo. Nitafungua na kufunga. Katikati ya paragraph weka sasa maneno yako au sentences zako ambazo unataka uweze kuiweka hapo. Mfano labda tuseme labda tuweke strong, kufanya maandishi yetu kidogo yaweze kuwa bold, iweze kuonekana vizuri. Tutasema labda mafunzo. Tuseme labda kazi ya ajira, mfano kazi ya ajira. Hiyo ni experience yetu. Hapa nitaweka strong kama kawaida, weka break, kuruka mstari, bonyeza enter. Haya, baada ya hapo labda tuseme kwenye kazi yangu ya ajira labda tuweze kujua labda cheo cha kujitolea. Utaweka sasa hapo utaweka kwa cheo, labda utaweka BR, kuruka mstari. Utasema labda jina lako, jina la kampuni ulikokuwa unafanyia kazi, ni hiyo kampuni inapatikana sehemu gani, labda mfano mahali. Utaweka BR, kuruka mstari. Tena utaandika labda tarehe ambayo ulikuwa unafanya kazi au labda mwaka. Kimaliza hapa tumeshaweka. Hii ni paragraph yetu kama inavyoonekana hapa. Tutatengeneza tena paragraph nyingine. Nitafungua paragraph nyingine ili kuandika experience nyingine. Mfano nitafungua paragraph yangu hapa, nitaifunga paragraph yangu hapa. Nikishaifunga paragraph yangu, katikati nitaweka sasa maneno yangu ambayo nataka yaweze kuonekana. Kama kawaida nitakuwa na strong kwa ajili ya kudisplay. Utafunga na kufungua strong. Katikati hapa utakwenda utaweka maneno yako ambayo nataka yaonekane hapo. But tuseme labda ni mafunzo ya vitendo ambayo hii ni internship. Hapo utaweka BR, labda break kwa ajili ya kuruka mstari. Cheo kama kawaida utaweka cheo cha kujitolea. Sasa wakati unafanya internship ulikuwa una cheo gani? Hapo utaweka BR, kuruka mstari, kuandika kitu kingine. Utaandika jina labda la kampuni ulipokuwa unafanyia hiyo internship yako. Haya, mahali pia utaweka hapo, utaweka pia na BR, kuruka mstari. Utamaliza na tarehe au mwaka. Tarehe au mwaka kama kawaida. Kimaliza sasa hapa sasa hapa maana yake kumbuka kipengele cha experience kimeisha. Kwa hiyo nitakwenda kupiga ule mstari wangu wa kulala. Utaandika HR horizontal line. Ukija hapa kwenye browser yako sasa hivi hapa niki refresh, unaweza ukaona kama inavyoonekana hapa. Tumeweka uzoefu, tumeweka kazi ya ajira, mafunzo ya vitendo, tukapiga mstari wetu. Tunaingia section nyingine ambayo ni skills. Turudi kwenye kodi yetu hapa kutengeneza skills. Yaani kama kawaida tu tutatengeneza pia heading ya 3, tutaweka H3, nitafunga na kufungua kama kawaida. Katikati weka maneno ambayo nataka yawe displayed kwa kuwa ni command yetu, kwa browser itafanya kazi vizuri tu. Sasa hapa nitaweka labda ni ujuzi wa kitaalamu. Ujuzi wa kitaalamu. Haya. Sasa hapa kwenye ujuzi wa kitaalamu labda nakwenda kulisti skills ambazo ninazo. Sasa nitakwenda kupatia tag nyingine ambayo ni tag ya list. Sababu hizi listi ziko kuna ordered list na unordered list. Tunapozungumzia ordered list ni list ambayo inakuwa na mpangilio maalum, labda 1 2 3 au ABCD, lakini pia kuna ile nyingine ambayo inakuwa ni unordered list
ambayo yenyewe inakuwa haina mpangilio maalum. Sasa tuanze kuangalia moja baada ya nyingine, tuangalie zinafanya kazi gani. Tuanze na ile ya kwanza ambayo ni unordered list. Kwa utaweka UR kuweka unordered list yetu, tutafungua na kufunga hiyo list yetu ambayo ni unordered list. Katikati hapa nitakwenda kuweka sasa listi zangu. Listi ya kwanza tutaweka labda orodha, tutaweka labda orodha ya ujuzi, orodha ya ujuzi unaohusika, mfano unaohusika. Sasa hapa utaweka orodha ya ujuzi wako ambao unahusika kama kawaida. Tuweke labda ujuzi wangu wa kwanza mimi nilionao, labda mfano tuseme labda ni ujuzi labda wa lugha. Utaweka hapo, utafunga na kufungua. Utaweka listi nyingine kama kawaida, utafunga na kufungua. Then hapa tena utaweka tena ujuzi wako, tuseme labda ni ujuzi labda wa kompyuta, utaweka. Then tena utaweka tena ujuzi mwingine, utafunga na kufungua ujuzi wako. Katikati utaweka sasa huo ujuzi wako, labda tuseme labda ni ujuzi wa uandishi, ujuzi wa uandishi. Kama kawaida tayari list imekamilika. Unaweza ukasave Ctrl+S, njoo kwenye browser, njoo kwenye project yako, refresh uangalie matokeo. Matokeo yanaonekana kama yanavyoonekana hapa. Hii tayari ni list. Sasa hii hapa ni list ambayo haina mpangilio maalum. Kwa pia nitakwenda kutengeneza list ya pili ambayo itakuwa na mpangilio maalum ambao ni ordered list. Kutengeneza ordered list nitakuja hapa, nitakuja tena hapa, nitasema ordered list OL. Ordered list nitafungua na kufunga hiyo ordered list. Baada ya hapo nitaanza kuweka listi zangu. List ya kwanza nitasema labda mfano niseme labda ujuzi wa kujenga, mfano labda ujuzi wa kujenga, mfano haya ujuzi wa kujenga. Baada tuseme labda list nyingine, baada niseme labda ujuzi wa kutengeneza magari, ujuzi wa kutengeneza magari. Utafunga. Then tena labda ujuzi mwingine, list nyingine, labda niseme labda ujuzi labda wa kompyuta, mfano labda ujuzi wa uandishi, ujuzi wa uandishi. Haya, nitafunga kama kawaida list yangu. Sasa njoo angalia kidogo utofauti kati ya orodha ambayo imepangiliwa na orodha ambayo haina mpangilio maalum. Njoo hapa, njoo angalie tena hapa tuone. Ukishuka chini hapa, njoo uone, utaona simuona listi zimepangiliwa kidogo hapa. Kitu kingine pia hapa ambacho nataka pia niweze kukizungumzia hapa au niweze kukielezea hapa. Kanipozungumzia hapa kwenye hizi types, pia unaweza pia ukaamua ukabadilisha kidogo muonekano. Njoo hapa kwenye unordered list, weka attribute ambayo ni type, weka alama sawa. Sasa hapa nakwenda kubadilisha muonekano wa list yangu. Sasa kwenye upande wa list ambao haina mpangilio maalum ambao ni unordered list, naweza nikaamua labda type labda iwe square au iwe cycle, mfano labda iwe square. Njoo angalia hapa save, njoo angalie kidogo hapa uweze kuona. Umeona? Manake kidogo vimebadilika hapa, vitakuwa vina square, muonekano wa square. Sasa hapa nakwenda kubadilisha, badala ya kutumia namba labda nitumie ABCD. Kama kawaida nitarudi tena hapa, nitaweka attribute yangu ambayo inaitwa ni type. Kama kawaida utaweka alama sawa kwamba naomba uniandalie listi ambayo itakuwa ni ordered list ambayo ina mpangilio, lakini hiyo listi iwe ni ya aina labda iwe na ABC. Kwa nitaweka labda A kumaanisha kwamba nataka ziwe ni ABCD ambazo ni capital letter. Nitasave, njoo hapa refresh, utaona matokeo ABCD kama itakavyokuwa yanaonekana hapa. Sasa
Umeshaona hichi kipengele kimeisha cha ujuzi wa kitaalamu ambao ni experience yako. Unaweza ukafanya formatting kwa kutumia HR kuweka ule mstari wetu kama kawaida. Kama ukiangalia hapa kwenye browser utaona umetokea ule mstari wetu. Baada ya hapa nitaweka sehemu ya chini ambayo ni sehemu ya contact. Kama kawaida tena nitarudi kwenye kodi zangu hapa. Hapa chini nitakwenda kuweka heading labda namba 3. Nitafungua na kuifunga. Tutasema hapa nitakwenda kuweka labda nitakwenda kuweka mawasiliano ambayo ni contacts. Mawasiliano yangu mfano, sababu hii ni CV. Kama kawaida nitaweka paragraph. Nitafunga na kufungua paragraph yangu. Baada ya hapa nitaweka labda barua pepe. Hii ni email yangu. Tuweke labda mfano @gmail.com. Tuweka BR kuruka mstari. Shuka chini utaweka simu. Utaweka namba yako ya simu labda +255 000 alafu 000. Utaweka BR kuruka mstari. Shuka chini utaweka mahali ambako unapatikana, tuweze kujua unapatikana wapi. Labda nasema napatikana labda Dar es Salaam. Labda napatikana Dar es Salaam, Tanzania. Labda hii ndio location ambako mimi napatikana, sababu ni CV ambao kwa lazima uweze kusema unapatikana wapi. Labda nitaweka BR kuruka mstari. Nitaweka labda nafikiri unaweza ukaishia hapa kuweka mawasiliano yako. Nafikiri paka hapa unaweza ukaja hapa ukasave control S, rudi kwenye browser yako hapa, rudi kwenye project yako, refresh, utaweza kuona matokeo haya hapa kama yanavyoonekana hapa. Kwa hiyo kwa kupitia hii project fupi tumeweza kuelewa matumizi ya tags za headings kama zinavyoonekana hapa. Hizi ni tags za headings: muhtasari, elimu, uzoefu, ujuzi wa kitaalamu na mawasiliano. Lakini pia tumeona matumizi ya paragraphs kama zinavyoonekana hapa. Hizi ni paragraphs tumetengeneza paragraph. Lakini pia tumeweza kuelewa pia matumizi ya listi na ni kwa namna gani unaweza kutengeneza listi ambazo zinakuwa ni listi ambazo hazina mpangilio maalum, ambazo ni hizi hapa, na listi ambazo zinakuwa na mpangilio maalum kama hizi hapa ambazo ni ABCD au namba. Sasa kufikia hapa mimi sina la ziada zaidi la kusema. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Katika video inayofuata tutakwenda kuangalia kiundani zaidi hizi tags zinazokuwa zinafanya kazi. Tutakuja kufanya project nyingine ambao tutakwenda kujifunza zaidi matumizi ya hizi tags za HTML. Kama video hii imekusaidia, usisahau kulike, kushare na mtu mwingine kwa tech kama hizi. Asante sana.